hali gani mtazamaji kote unakopatikana kwa sasa? Ninayo matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya. Nakukaribisha kufuata habari zetu katika siku ya leo. Mtazamaji, leo tumekuandalia habari tofauti, habari za kule kwenye maeneo ya mapambano pa Katana kwenye tarafa la Walungu kwenye umbali wa kilomita chache na katikati mwa mji wa Bukavu. Vivyo hivyo tumekuandalia habari za uwepo wa kundi jipya la wazalendo katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine tumekuandalia habari za wafanyabiashara wa katika mji wa Baraka ambao wameomba kwa kundi la M23 pamoja na wazalendo kuwapa njia ya kuwa napitisha biashara yao kutoka katika mji wa Bukavu na kwenda sehemu zingine. Mtazamaji, tumekuandalia habari zingine, ila na kuomba tuambatane mwanzo hadi tamati ili uweze kufahamu yale ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Upande mwingine ninakukumbusha mara tena usikose kusubscribe na kugusa kwenye alama ya kikengele ili uendelee kupata habari zetu zinazokujia kwenye saa na dakika. Asante mtazamaji kwa kufanya hivyo kama vile ombi letu kwako. Wacha sasa tuanze habari zetu na habari hizi za katika mji wa Uvira ambako makundi mawili ya wazalendo ikiwa kundi la Makana Ki na lile la Mutukumeta wamefyaturiana risasi na kusababisha vifo vya pande mbili na raia wengine wawili kufariki. Tukio hilo limejiri Jumanne ya tarehe 25 Machi 2025 tarafani Uvira. Hadi sasa chanzo cha mapambano hayo kati ya makundi hayo mawili bado kujulikana kulingana na duru zetu za habari. Baadhi ya viongozi wa kundi za wazalendo wamesema kulahani vikali kitendo hicho, hasa pale wakisema kipindi hichi ni kipindi cha vikundi vya wazalendo kuungana kwa pamoja ili kumpiga adui ambaye ni M23 na siyo kukalia kuanza kupigana kati yetu. Ndivyo wamesema hivyo baadhi ya viongozi wa vikundi vya wazalendo. Ni vema tukukumbushe kwamba makundi hayo yote mawili yaliyopigana ni makundi ya wazalendo ya katika tarafa na mji wa Uvira. Hali ya makundi kufyaturiana risasi wao kwa wao inaendelea kushuhudiwa hapa na pale katika maeneo ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini. Kuna wale ambao wanakuwa kifyaturiana risasi kwa sababu za kimsingi, wengine wao wengi wanakuwa kifyaturiana risasi katika sababu zisizo za msingi. Kisha tukio hilo la kufyaturiana risasi katika tarafa la Uvira, mmoja kati ya viongozi wa kundi za wazalendo atoa ushauri wake na mshangao kwa kundi hizo mbili. Mjambo wana grupe na wakongomani wote na watarafa wa Uvira. Mimi ni woni komanda secteur Mourinho, commissaire opérationnel de plaine de la Ruzizi Mshambuke. Na wasalimu ninyi nyote, tena na wasalimu kwa ujumla. Kuhusu wenzangu ambao wako Uvira, wa generale wetu, na wapa pole kwanza. Na kazi njema kwa kuwa kujitolea mwarunema ni kazi mrefu. Uvira kunakuwa mambo ya kushangaza sana. Na sisi bisi tuko hapa kulinye defro huko Manyangezi, tunashangala sana tena zaidi kusikia haya mambo ya ajabu. Mutukumeta na Makana Ki kubakia wanagombana katika tarafa la Uvira. Hii ni mambo ya mshangao sana. Wale wote hakuna mwenyeko na askari jeshi wake kulinye defro huko kwenye tuko. Na wale njo wenye mungini ya tarafa ya Uvira, njo majenera wa tarafa la Uvira. Lakini wale wa generale, uone mtu anatoka Manyema, mtu anatoka Fizi, mtu anatoka Tanganyika, anakuwa na jeshi wake, tunakuwa naye hapa kulinye defro sai. Mtu mwenye kwa Uvira, generale wa Uvira, hatuna jeshi yake hapa kulinye defro. Ile mambo wa kongomani wa tarafa la Uvira mtazame vizuri. Tunawasihi sana, tulipenda tutoe hii sekre wazi kwa kuwa sie tuko hapa kulinye defro, ifo tuioneshe wa kongomani na tuoneshe watu wa tarafa la Uvira. Kwa ni message tunalanse juu ya kuambia wa kongomani na kuambia watu wa territory la Uvira ya kwamba tuna magumu sana kuona watu wa territory la Uvira, wa generali wa territory la Uvira hawafanyi deployement, hawatumi wajeshi wao kwenye linye de front.
wanabakilia Uvira. Generale Kamama ni Wasange, hatuna hata jeshi yake mmoja kulinye defro. Generale Kamama hatuna hata jeshi wake mmoja kulinye defro. Ni generale Wasange. Uliza sasa mtu iko Sange na ni generale hana soda kulinye defro. Majeshi wote tuko nao hapa ni wabishambuke. Majeshi tuko nao wote hapa ni majeshi wabishambuke. Na wa SNPCC na wasoda kutoka Manyema. Ndio wajeshi tuko nao sai hapa. Lakini hatuna jeshi wa generali Kamama, hatuna jeshi wa generale nani huyu Makanaki, hatuna jeshi wa generale nani huyu nani tuko naongelea hapa Rukumeta. Hatuna, wote hawana hata jeshi mmoja huko. Wale ni wa generale wa Uvira tu na wa generale wa Sange. Yale mambo myatazame vizuri, na wale wanaongea na wale watu waulize kwa nini hawana majeshi kulinye defro. Ile ni mambo iko natushangaza sana, na ukipata ujumbe huu usambaze kusingine magrupe, na wakuu viongozi waulize wale watu kwa nini hawana majeshi kulinye defro. Merci, ni mimi wenyu mokili Komanda secteur Kubishambuke, commissaire de opération Mtende de la Ruzizi. Merci, na Mungu awabariki usiku. Mtazamaji, kabla hatujangazia kuzalika kwa kundi lingine jipya la wazalendo, wacha tuangazia habari hizi na habari za huko Katana. Mapambano makali yameripotiwa mchana wote wa Ijumaa 4 tarehe 25 mwezi huu wa 3 kwenye eneo la kijiji cha Katana tarafani Walungu, umbali wa kilomita chache na katikati mwa mji mkuu wa Bukavu, makao makuu ya Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa habari zetu ni kwamba wazalendo waliingia kwa moto mkali wa mashambulizi kwa M23 ndani ya vijiji vya Katana, Kabamba, Lwiro, Kabushwa na vijiji vingine. Mashambulizi hayo makali yaliyoendeshwa na wazalendo yaliwapa nafasi ya kumiliki kijiji cha Katana na eneo zingine za karibu ya uwanja wa ndege wa Kavumu pa Bukavu. Duru hizo zaeleza kuwa wazalendo kumiliki eneo hilo baadaye walirudi walikotokea kwa sababu ambazo hazikufahamika hadi sasa. Kwa sasa mtazamaji, M23 ndiyo yamiliki pa Katana na kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu, tofauti na habari zilizo kwa sasa ya kwamba wazalendo ndiyo wamiliki eneo hizo. Acha nikuambie ya kwamba kutokana na moto mkali ambao ulioingia na wazalendo kwenye maeneo hayo, walifaulu kufurusha M23 katika maeneo hayo ya kijiji cha Katana tarafani Walungu na kusonga pembezoni mwa uwanja wa ndege wa Kavumu. Katika shambulizi hilo, mtazamaji, wazalendo walifaulu kuwaua wanajeshi wengi wa M23 na ambayo ilipelekea wao M23 kuachilia kwa muda kijiji hicho cha Katana na vijiji vingine vya kando kando na hata kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Kwa sasa M23 ndiyo wamiliki kijiji hicho cha Katana na vijiji vingine, hata pia uwanja wa ndege, kisha wazalendo kuondoka eneo hilo. Na tunaamini ipo siku wazalendo watakuja kwa moto mwingi utakaopelekea wao kudhibiti eneo hizo na hata kudhibiti mji mkuu wa Bukavu, makao makuu ya jimbo hili la Kivu ya Kusini. Kwa sasa bado hali ni shwari mchana wote wa siku ya 3 hii ya tarehe 26 Machi 2025. Hii ambayo waifuatilia vema ni BG Online TV ambayo inakuletea habari zake kwa sasa toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba wafanyabiashara wa mji mkuu wa Bukavu jimboni Kivu Kusini waomba kwa uongozi wa M23 na serikali kuu ya Kinshasa, hasa pia na kwa wazalendo kuwafungulia njia ya barabara za Bukavu na sehemu zingine. Kulingana nao, wafanyabiashara hao wamesema kwamba kwa sasa wanakuwa napitia kipindi kigumu, hasa pale ambako biashara zao zinakuwa zitembei ikilinganishwa na hali ya usalama kwa sasa.
Wafanyabiashara hao toka Bukavu wamesema asilimia kubwa ya biashara yao inakwendaga nje ya mji mkuu huo wa Bukavu, hasa ikielekea kwenye maeneo ya matarafa na miji mingine. Kutokana na hali hiyo, wamesema ni vema pande zote mbili, ikiwa M23 na upande wa Zalendo, kuwaelewa kwa kile wanachokililia, hasa kuokoa maisha yao. Biashara kutoka katika mji wa Bukavu na kuelekea katika matarafa na miji mingine ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini inapelekea biashara nyingi kupanda bei, kama vile biashara ya mavazi na kadhalika yaonekana kupanda bei maradufu kutokana na hali hiyo ya kwa kutokuwepo na ruhusa ya kusafiri vyombo vya uchukuzi kutoka Bukavu na kuelekea kwenye maeneo mengine. Upande wako hapo uliko mtazamaji, unapokea namna gani maombi yao ya wafanyabiashara kutoka katika mji mkuu wa Bukavu kwa kufunguliwa kwa njia hiyo? Na salimia wakongomani wote wakiwa ndani ya nchi na nje ya nchi, zaidi wote ambao wanaosikiliza audio hii na kukubali kupokea kilio kietu ama ombi letu, hasa zaidi kwa upekee wakongomani ya province ya Sud Kivu, viongozi pia. Audio hii ifikie liwali wa Sud Kivu akiwa hapo Uvira, mwalimu mkubwa Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ifikie pia liwali mpya wa FC M23 akiwa naye pia ni notable mkubwa wa Sud Kivu, Mheshimiwa Emmanuel Birato. Ifikie pia viongozi wa societe civile Sud Kivu. Ifikie viongozi wa wafanyabiashara hapa pia kwetu Bukavu, Uvira na territoire zote gisi ziko 8. Pia hii ifikie viongozi wa batransporter, makomite zote za watransporter wa Sud Kivu. Manake ni kusema nini? Tunayo bahati kubwa tukijua gouverneur mwalimu mkubwa Jean-Jacques Purusi akiwa ni humanitaire mkubwa, anajua uchungu ya watu parce ni humanitaire. Pia gouverneur wa serikali mpya FC M23 Emmanuel Birato, tunajua naye ni mfanya biashara mkubwa, atapasha sikia naye malalamiko yetu. Nawaza president Andre Biadunia pale Uvira iko ananisikia, wa societe civile na wengine wa tere wa societe civile Sud Kivu biko banatusikia. Tunajua sisi raia tuko netre mambo ya vita ya serikali ya Kinshasa, mambo ya vita ya M23 na serikali ya Kinshasa, si population tuko netre. Na ndio sababu tunaomba pour développer le présent, on se base à l'histoire. Tunajua tuliona vita ya RCD ilikuwa ni vita kubwa sana na nzito, lakini wakati ya RCD waliruhusu raia ifanye kazi zake na jeshi ifanye kazi yake. Na ndio sababu tumeomba wazee mutufungulie manjia. Tunaomba societe civile, komite ya transporter, FEC, mutulilie kwa wazee wetu, wa gouverneur wetu, gouvernement ya Bukavu, Nyamoma, gouvernement ya Sud Kivu, Uvira. Kwa ombi yenyu societe civile tunawatuma, komite de transporter tunawatuma, komite FEC tunawatuma, wazee watufungulie njia. Watu wanakufa na njala,
tutagonja bwaki, chumvi haifike tena. Wakati ya RCD bilikuwa tena hivi, lakini watu walikuwa wanaenda Mafizi, Mwenga, Shabunda, Kalehe, Ijwi, Walikale, Uvira, watu walikuwa wanaenda kwa sababu wafanyabiashara biko netre. Haikatazaka wakati ya RCD mazungumzo inafanyika na watu wote wanaingia pamoja. Na hapa pia tuko tunaona nako mazungumzo itafanyika na watu wanaingia pamoja. Mutufungulie njia. M23 fasi yeuko. Muruhusi gari zipite. Gouvernement FARDC wazalendo kwemuku. Muruhusu watu baende na pita baende makazi zao. Watu watakufa na njala. Vraiment watu watakufa na njala. Hakuna ingine solution. Hakuna ingine solution, musaidie watu. Kama nakumbuka neno kubwa ambayo iko wako. M23 inasema inakuya gomboa. Inagomboa ni kwa faida ya raia. Sasa tukiwaomba mtufungulie manjia, kosa iko wapi wagombozi? FRDC nayo wazalendo wanasema nao kwenye kulisha kamatiwa tunakuya gombola. Nanyi kama mnakuya gombola kwa ajili ya faida ya ile population. Mukatufungulia na nyie njia, kosa iko wapi? Donc kama nalie kuba gouverneur yetu na waza wanajua gouverneur Emmanuel Birato ni mfanyabiashara mkubwa wa Sud Kivu. Najua mwalimu mkubwa Jean-Jacques Purusi naye ni humanitaire mkubwa. Ni humanitaire mkubwa na notable mkubwa wa Sud Kivu. Marchandise yote yenye iko importe kufika Bukavu. Na mtu akwe na makontinele ngapi? Marchandise inakuwa konsome hapa mcentre ville ya Bukavu ni 40%. Hii ingine 60% inaendeka mu materitoire. Uvira inakonsome yake 20%. Fizi utakuta ilikonsome yake 10 ya 15. Shabunda unakuta na ilikonsome 10 ya 15. Mwenga 10 ya 15. Utakenda kuta Walungu, Kabare, Kalehe, Ijwi, na utakuta ule mfanyabiashara naye alievakiwa marchandise yake na itamupermettre kulipa tax. Parce que kila mfanyabiashara iko na shurti ya kulipa tax. Tax italipiwa je wakati mfanyabiashara haekule marchandise na wakati mfanyabiashara hapate marchandise. Et donc c'est notre devoir. Mfanyabiashara kama halipe tax ni kusema anakosea serikali. Mutufacilite na sie tupate biashara, tuuzishe biashara na tulipe tax. Lakini pamoja na ile tunajua wazee wetu kama vile wazazi, hii ombi itapokelewa. Ile tunalomba komite ya FEC, komite ya société civile, komite ya batransporteur, muongee na wazee. Mtuongele na wazee njia zifunguliwe. Tunashukuru na tunatakia amani kwa wakongomani wote na tunahitaji usikilivu mwema. Asante. Mtazamaji, tuacha tukamilishe habari zetu hizi na habari za kuundwa kwa kundi jipya la wazalendo ambalo linaongozwa naye Thomas Lubanga huko kwenye mkoa wa Katanga. Kundi hilo linaitwa kwa jina la Convention pour la Révolution Populaire ambalo liliundwa Ijumaa 3 ya tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kulingana na habari tulizo nazo ni kwamba alianzisha kundi hilo ametoka kufungwa miaka 14 jela kwa kosa la kusajili watoto wadogo kwenye kazi za kijeshi. Kisha kufunguliwa kwake miezi 7 sasa, kamanda huyo Thomas Lubanga amejielekeza pa Uganda na sasa amekuja kufungua kundi lingine jipya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tangu kwenye kijiji cha Berunda chenye wakahaji wapatao 15,000 na kwenye umbali wa kilomita 180 kaskazini na mji mkuu wa Bunia, ndiko kundi hilo limejitangaza tangu Ijumaa 3 ya tarehe 24 mwezi huu na mwaka wa 2025. Kijiji hicho cha Berunda, kijiji ambacho kinapatikana makao makuu ya kundi hilo jipya la wazalendo, ni eneo ambalo linachimbwa madini na eneo hilo linapatikana kwenye mpaka na nchi ya Uganda. Habari hizo zazidi kutaja kwamba Kamanda Justin Lubozisi, afisa mmoja wa jeshi la taifa FARDC eneo hilo, ndio ameteuliwa kuwa kamanda mkuu wa majeshi katika kundi hilo jipya. Mwanzilishi wa kundi hilo jipya Thomas Lubanga ametupilia mbali madai ya kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kudai kuungana na AFC yake Corneille Nangaa ambayo inaungana na M23 ambao wanaendelea kuzorotesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, wewe kama wewe unadhani mbinu gani zichukuliwe ili kupiganisha kuzuka kwa vikundi vya wazalendo visivyo na faida kwa raia pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kupitia hapo hatuna la ziada. Tunashukuru kwa kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Tunakuomba usikose kusubscribe kwenye channel yetu na kugusa kwenye alama ya kikengele, pia na kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu. Tunakutakia kila la kheri.